Karibuni tena katika tafakuri zetu, na tafakari ya leo ni swali linalosema, kosa la Musa ni lipi hata asiingie nchi ya maziwa na asali? Musa aliwaongoza Waisraeli kutoka Misri kuwapeleka Kanaani, lakini hakuweza kuingia katika nchi ambayo Bwana Mungu aliwaandalia Waisraeli, nchi ya maziwa na asali. Sasa swali ni kwamba, je, ni kosa gani ambalo Musa alilitenda hata asihurumiwe bali anyimwe kuingia katika nchi hiyo ya maziwa na asali? Basi tumekuwa tukiulizwa maswali mengi na magumu ya imani kwenye mikutano, makundi mbalimbali ya kijamii, inbox na kutoka kwa watu mbalimbali ana kwa ana. Kwa mfano, tuliulizwa ni kwa nini Mungu aliumba dhambi ikiwa kama anaichukia. Tukaulizwa pia ni kwa nini Mungu aliumba Jehanamu ya moto ikiwa kama hapendi mtu yeyote apotee au aingie humo, kama tunavyoweza kusoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 17. Swali jingine ni kwa mfano, kwa nini Mungu aliye na huruma sana anawaweka watu motoni, watu aliwaumba kwa sura na mfano wake? Vilevile tuliulizwa, je, hukumu ya Mungu ni ya namna gani? Na maswali mengineyo tu. Sasa tutakuwa tukiyajibu maswali haya, lakini tutajibu swali moja moja pale muda unavyopatikana. Kwa hiyo usikose kusubscribe katika chaneli yetu ili uweze kupata taarifa pale tunapopandisha clip za majibu hayo ambazo wakati mwingine hatutazishirikisha moja kwa moja katika makundi ya kijamii. Vilevile, ukiwa na swali lolote gumu la kiimani, usiache kutushirikisha na sisi tutalitafakarisha kwa faida ya wengi. Sasa basi, leo tutaangalia swali tuliloulizwa juu ya Musa, kwamba iweje Musa alifanya mengi na makubwa ya kuwaongoza Waisraeli wasumbufu kutoka Misri, lakini anakosa nafasi ya kuingia na kuonja nchi ya asali na maziwa. Je, ni kosa gani kubwa alilolifanya tofauti na makosa ya nyuma, hasa lile la kuvunja kwa hasira vipande vya mawe ambavyo Mungu aliandika juu yake amri zake? Je, Mungu wa huruma hakuweza kumhurumia kama alikosa? Kwanza tukuulize, je, wewe ungejibuje swali kama hili? Pengine unaweza kutuuliza, kwani nyie mlijibuje? Basi tutaanza na hili la mwisho, yaani jibu letu ni lipi kwa swali hili. Sasa tunadhani ili kutambua sababu hasa ya Musa kuto kuingia nchi ya ahadi, nchi ya maziwa na asali, ni muhimu kuitafakari safari nzima ya kutoka Misri mpaka pale Musa alipoambiwa, huu ndio mwisho wako, yaani kuitazama nchi kutoka mbali na kuto kuingia. Vilevile tusisahau kuangalia ni fundisho gani tunalolipata kutokana na tukio hili kwa maisha yetu ya leo. Kwa mfano, tunaona watu wema na wazuri wakifariki mapema tu, lakini wabaya wanaendelea kuishi hata miaka mingi. Na mara nyingi tumekuwa tukihoji,
kwa nini inakuwa hivyo? Je, habari ya Musa inaweza kutupatia majibu ya swali hili? Sasa basi, swala kumhusu Musa lilijadiliwa katika kundi moja. Baadhi ya wachangiaji walitoa majibu mbalimbali. Kwa mfano, kuna wale waliosema kwamba Musa aliadhibiwa kwa sababu ya hasira. Lakini hasira za Musa hazikuanzia pale mwishoni, bali zilikuwepo tangu mwanzo. Sasa iweje basi Mungu amwadhibu mwishoni badala ya kumwadhibu tangu mwanzo? Kwa mfano, tuliona alivunja vile vipande vya mawe ambapo Mungu aliandika amri zake. Sasa kuna wale waliosema kwamba Musa alikosa imani na kuupiga mwamba mara 3 na sio mara moja, hivyo eti aliadhibiwa kwa kosa au kwa kukosa imani. Iweje Musa akose imani mwishoni ili hali alifanya mengi kwa mkono wa nguvu wa Mungu kwa miaka yote kuanzia Misri? Sisi tunadhani ya kuwa Musa hakuadhibiwa kwa hasira au hakuadhibiwa kwa kukosa imani. Kwa ujumla, Musa hakuadhibiwa. Tena baada ya kufa kwake, mwili wa Musa haukupatikana, kwani Mungu alimzika yeye mwenyewe na kaburi lake halijulikani lipo wapi, kama Biblia inavyosema, akamzika bondeni katika nchi ya Moabu kukabili Beth Peori, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. Na hii tunaweza tukaisoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 34 mstari ule wa 6. Tena maandiko matakatifu yanatujulisha ya kuwa mwili wa Musa uligombaniwa na Shetani, kama tunavyosoma hivi: lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Hilo tunalipata katika kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari ule wa 9. Napo kuna swali: je, ni fursa gani aliyoiona Shetani katika mwili wa Musa hata aanze kuutolea udenda? Vilevile, kulikoni basi Musa hakuingia kuonja maziwa na asali ya nchi ya ahadi? Je, ni kweli kulikuwa na maziwa ya kutosha na asali katika nchi ile ambayo iliwasubiri Waisraeli waingie na kuanza kuyakamua kwa bidii na kurina asali kwa raha zao? Basi tutaendelea na tafakuri yetu.